kupata yale matokeo. Kulikuwa na matokeo makubwa matatu ambayo yaliamuliwa na video assistance referee. Tukio la kwanza ilikuwa ni penalty ya Kibu Dennis Prosper. Penalty ambayo mwamuzi alitafsiri kwamba alichezewa mazambi Kibu Dennis, lakini baadaye kwenye video assistance referee aliona kweli mazambi yamechezeka, lakini sio kwa kiwango kile cha penalty. Kwa hiyo ni kama vile Kibu aliamua kudive kidogo, kuongeza. Kwa hiyo mwamuzi akasema no, hiyo haiwezi kuwa ni video, haiwezi kuwa ni penalty. Baadaye goli ambalo lilifungwa na Stellenbosch, ilikuwa tayari ukilitazama tayari mtu mmoja alishasogea eneo la juu. VAR ikawa upande wa Simba. Baadaye penalty ambayo walipewa Stellenbosch, ukitazama pia haikuwa hivyo. Kwa hiyo mwamuzi pia akaona kwamba no, haya matukio yote matatu, na jana umeona ubora na namna ambavyo video assistance referee imefanya kazi. So far kikosi cha Simba jana, kuanzia mchezo wa kwanza, mchezo wa pili, kuna muda Simba aliamua kuwa timu ya pili uwanjani, kwamba yes, nyinyi Stellenbosch ni wazuri sana mkiwa timu ya pili. Unajua Stellenbosch ni timu nzuri sana ikiwa timu ya pili uwanjani kuliko timu ya kwanza, kwa sababu huwa wanakushambulia kwa counter attack na counter pressing nyingi. Kwa hiyo walivyogundua kwamba nyinyi Stellenbosch ni timu nzuri sana mkiwa timu ya pili uwanjani, Simba wakaamua wao sasa kuwa timu ya pili uwanjani, wakawaachia mipira Stellenbosch. Alafu ile low block yao wakaamua Mpanzu rudi katikati. Mfumo wa Simba ulibadilika kipindi cha pili, kutoka kwenye 4-3-3 kurudi kwenye 3-5-2. Simba alikuwa anacheza sana katika kipindi cha pili, ambao wale watu wawili juu walikuwa ni kama shadow tu, lakini muda mwingi wanakuwa katika mstari wa kati. So ilikuwa ni finali bora, finali superb ambayo imewatengenezea rekodi Simba tena za kwenda katika hatua ya finali.